and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America, and are at this moment again pursuing their sinister ambition. وعايزين الأفارقة وجمهورية تنزانيا المتحدة، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة التي تتحدث فيما يخص عن السياسة العالمية وفيما يخص عن الدبلوماسية العالمية، كأول طريقا للمفاوضات، كأول طريقا لحل جميع المشاكل، سواء إن كان مشاكل الاقتصادية أو المشاكل التربية أو المشاكل الاجتماعية أو المشاكل السياسية أو المشاكل الحربية في العالم. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, ni matumaini yetu kwamba sote ni wazima na sote hatujambo, na kama kuna wagonjwa, basi Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani uweze kuwaponya wagonjwa wote walioko mahospitalini, lakini pia majumbani. Kama ilivyo kawaida yetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika kipindi chetu maalum, kipindi ambacho kinachozungumzia masuala mbalimbali ya kidiplomasia, masuala mbalimbali yanayohusu siasa ndani ya bara letu la Afrika, lakini pia ulimwenguni kwa ujumla. Na leo kama ilivyo kawaida yetu, bado tunaendelea kuangalia yale ambayo yameendelea kushika hatamu katika vichwa vya habari ulimwenguni, na hasa ni juu au kuhusu taifa la Marekani pamoja na mshirika wake mkuu Israeli, juu ya uvamizi ambao wanaotaka kuutekeleza kupitia uvamizi wa kijeshi dhidi ya taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Ikumbuke kwamba Rais Donald Trump hapo jana ametoa hotuba nzito, hotuba ambayo imebadilisha sehemu ya nadharia yake, hotuba ambayo imebeba malengo ya kwa nini anataka kuivamia Iran, hotuba ambayo inaonekana kwamba ni sehemu ya majibu ya kupitia kiongozi wake na kamanda mkuu wa majeshi ya Marekani, ambayo alitoa tamko maalum la kumtaka Rais Donald Trump aachane na mpango wa kuivamia Irani kijeshi, huku akielezea sehemu ya sababu ambazo zinazomfanya kusitisha na kumkataza Trump asivamie Irani kijeshi, ikiwemo bajeti ndogo ambayo isiyoweza kujitosheleza, lakini pia ikiwemo upungufu wa silaha, kwa sababu vita hiyo yawezekana ikawa ni vita ya muda mrefu. Hivyo ukosekanaji wa silaha na mapungufu ya silaha yaliyopo katika jeshi la Marekani, yawezekana kwamba vita hivyo vikashindwa kuhimili vishindo vya Irani. Lakini pia katika malengo yake ni kwamba anahofia jeshi la Irani kwa namna lilivyojipanga, vita hiyo inaweza ikawa ni ya ukanda mzima, kwa sababu itakwenda kuharibu maslahi ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Ikumbuke katika upande wa Ayatollah al-Khomeini pamoja na kiongozi mkuu wa kijeshi, tayari strategic yake na mpango wake ni kwenda kupiga na kuharibu maslahi ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati, ikiwemo kusambaratisha makambi ya Marekani yaliyopo ndani ya Mashariki ya Kati, lakini huku yakilengwa maslahi maalum yanayomhusu rais wa Marekani Donald Trump ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini mkuu huyo wa majeshi amesema kwamba kutokana na nguvu alionayo Irani kwa sasa, yawezekana ikawa ni sababu ya kupelekea vifo vya wanajeshi wengi, lakini pia kupata hasara ya meli zake kuzamishwa. Baada ya maneno hayo, Trump anajaribu kutengeneza ushawishi kwa kupitia maseneta wa bunge la Marekani. Ndiyo maana akaenda jana kutoa hotuba nzito, hotuba ambayo inaelezea sehemu ya mafanikio yake tangu ashike madaraka, ikiwemo kujimilikisha au kuondoa utawala wa Maduro
jambo ambalo limemwezesha kupata pesa nyingi kwa kupitia mafuta ya petrol kutoka katika nchi ya Venezuela. Lakini wakati huo huo ni kwamba amezungumza katika hotuba yake kwamba haiwezekani na serikali yake haitoweza kukubaliana na swala zima la kumwachia Irani aendelee kuzalisha makombora ya masafa marefu, lakini pia aendelee kuzalisha uranium, kurutubisha madini ya uranium ambayo yatakayomfanya aweze kumiliki silaha za nyuklia, kwa sababu kumiliki kwa silaha za nyuklia ni hatarishi, ni jambo hatarishi kwa maslahi ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia kwa maslahi ya Marekani na nchi za Ulaya endapo tu atakapoamua kufanya jambo lolote. Lakini wakati huo huo Rais Donald Trump amesema haiwezekani kuendelea kuiachia Iran iendelee kumiliki makombora kwa sababu imekuwa ni msaada mkubwa wa makundi ya kigaidi yaliyomo ndani ya Mashariki ya Kati, ambayo pia yamekuwa mstari wa mbele katika kuharibu maslahi ya Marekani yaliyomo ndani ya Mashariki ya Kati. Unaweza kuona namna gani mpango unavyosukwa, lakini hotuba hii imelenga pia imeleta taswira ya namna utawala wa Rais Donald Trump ulivyojikita katika nyanja za kibaguzi. Haujaelezea yale ambayo yanayojiri ndani, vurugu za ndani, watu kuuawa na namna ya kuleta fujo. Lakini wakati huo huo hajaelezea mmong'onyoko, kudondoka kwa swala la uchumi ndani ya taifa la Marekani, kupanda kwa bei ndani ya taifa la Marekani. Lakini pia amejikita zaidi na mambo ya international diplomacy, mambo ya kidiplomasia za kimataifa, mambo ya siasa za kimataifa, asiasatul kharijia, zile siasa za kimataifa, na akashindwa kujikita zaidi na siasa za ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ikumbukwe kwamba maslahi mapana ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati ni pamoja na kumiliki vyanzo vya uchumi, ambavyo vyanzo hivyo vya uchumi duniani ikiwemo Mashariki ya Kati ndivyo vinavyoendesha uchumi wa Marekani, ndivyo vinavyoendesha maisha ya watu wa Marekani, lakini pia ndivyo vinavyoendesha nguvu za kijeshi za Marekani. Ndiyo maana sasa kwa upande mmoja amejikita zaidi kuonyesha mafanikio aliyoyafikia kwa kupitia upande wa siasa za nje, lakini wakati huo huo amesema kwamba ni jambo la aibu na ni jambo ambalo litakuwa haliwezekani, kwamba iwapo itaendelea kuachiwa Marekani kwa namna ilivyo, basi itatawaliwa na wageni. Wakati huo anajisahau kwamba yeye pia ni sehemu ya wageni ndani ya nchi hiyo wasiokuwa na asili ya Marekani, kwa sababu baba yake inaonekana ni Mjerumani, lakini pia mama yake, mmoja kati ya wazazi wake ni Mjerumani, lakini pia mmoja ni Mscottish. Hawa walipokutana katika nchi ya Ujerumani waliweza kumzaa Donald Trump, lakini baadaye kuhamia Marekani. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe hana asili ya Marekani, japokuwa asili yake kabisa pamoja na wazazi wake kukutana, lakini pia ni moja kati ya Mayahudi. Lakini wakati huo huo pamekuwa kuna ukinzani mkubwa baina yake yeye pamoja na wabunge wa chama cha Democrats, chama cha kina Obama, ambapo Ilhan Omar amekuwa ni sehemu ya watu wakilengwa sana katika hotuba, wakishambuliwa sana katika hotuba za Donald Trump, kuonyesha kwamba yeye ni mhamiaji ndani ya nchi ya Marekani. Lakini wakati huo huo Ilhan Omar ameweza kuonyesha msimamo wake kwa mara ya kwanza ndani ya historia ya Marekani kwa kumfokea rais na kumkatisha hotuba yake wakati akiwa anahutubia bunge. Hii ni kuonyesha kwamba uvumilivu juu ya kejeli, uvumilivu juu ya unyanyasaji kwa wageni ndani ya Amerika umepita kiwango, kiasi kwamba pamoja na haya anayoyafanya, lakini ajenda kubwa ni kutaka kuwapoteza wageni. Na hii ndiyo historia ambayo iliyojengwa huko kitambo, kwamba asili ya Marekani ilikuwa ni ya Wahindi wekundu. Lakini leo hii tunavyozungumza, Wahindi wekundu walienda wanaondolewa taratibu kama mpango wa Mayahudi ndani ya Amerika, na ndivyo hivyo ambavyo chama hichi, moja kati ya sera zake
kupitia Rais Donald Trump ni kuhakikisha kwamba wageni wote wanarudi makwao na wanaiacha Marekani ikiwa na watu wenye asili ya Marekani kwa mujibu wa madai yake. Lakini kubwa zaidi ni kwamba nchi ya Irani ambayo imekuwa ikilengwa zaidi na utawala huu wa Donald Trump, pamekuwa kuna mazungumzo ya kidiplomasia, almufawadatu ad-diplomasia, majadiliano ya kisiasa kupitia meza za kidiplomasia ambazo zimekuwa zikiandaliwa kila kukicha, yamekuwa hayatoi itifaki, makubaliano ambayo yanayoridhiwa na pande zote mbili, kwa sababu ukizingatia kwamba Marekani inakuja mezani katika meza ya kidiplomasia si kwa lengo la kutaka kujadili ili kuondoa mzozo huu kwa kupitia meza ya mazungumzo, bali wao wanakuja katika meza wakiwa na majibu yao mkononi, kuonyesha kwamba wanalolitaka basi ni lazima litimie. Lakini pia wamekuwa wakitumia ubabe wa kijeshi kama lengo la kutaka kumtisha Iran. Lakini wakati huo Iran amekwisha jifunza somo pana sana kwa kupitia Iraqi katika utawala wa Saddam Hussein, lakini pia kwa kupitia Libya katika utawala wa Muammar Gaddafi, lakini pia kwa kupitia mapinduzi ya uvamizi wa kijeshi uliofanywa katika nchi ya Afghanistan. Ni yapi ambayo Irani amejifunza? Amejifunza kwamba kabla ya Marekani kuivamia kijeshi nchi ya Iraqi, waliweza kutumia diplomasia kama hii na kumtaka Iraqi aachane na mpango wa nyuklia, lakini baadaye ikazushwa ikatengenezwa ajenda maalumu na aliyekuwa mkuu wa majeshi kipindi hicho, waziri wa mambo ya nje kipindi hicho, kuonyesha kwamba Iraqi tayari anamiliki makombora ya nyuklia. Lakini pia wakatumia graphics, mfumo wa graphics kutengeneza picha za uongo kwa ajili ya kutaka kuthibitisha kwamba Iraqi anatumia makombora ya nyuklia, ijapokuwa wakati huo jopo la masuala ya nyuklia la nguvu za atomic duniani liliweza kumtuma Bardei pamoja na kikosi chake kama sehemu ya wakaguzi kujiridhisha kwamba serikali ya Iraqi ina makombora ya nyuklia au haina. Lakini mwisho wa siku majibu yakawa kwa kupitia Bardei kwamba hakuna makombora ya nyuklia. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Marekani aliweza kung'ang'ania msimamo huo na kuthibitishia ulimwengu kwamba Iraqi inamiliki makombora ya nyuklia, jambo ambalo 2003 yalichukuliwa maamuzi ya kijeshi ambayo yakiwa yamebeba ajenda rasmi nyuma ya mgongo ya kutaka kumzodosha na kumdogosha na kumpoteza na kumuondoa katika ramani ya dunia aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Rais Saddam Hussein. Na kweli wakawa wamefanikiwa. Baada ya makubaliano hayo ya kumuondoa katika mpango wa makombora, ndipo Marekani kajiridhisha kwamba huyu mtu sasa ana uwezo wa kuvamiwa kijeshi. Njia kama hiyo ndiyo ambayo wanataka kuitumia katika uvamizi wao nchini Iran. Lakini wakati huo waliweza kuvamia Libya kwa kisingizio kama hicho kwamba ana makombora makubwa, lakini yote ilikuwa ni kwa sababu ya kutaka kumziwia asiendeleze fikra ya kutengeneza dola, ya kutengeneza sarafu ya Afrika ambayo itakuwa ni sababu ya kuporomoka kwa dola ya Kimarekani ulimwenguni. Kwa hiyo moja kwa moja Muammar Gaddafi akawa ameondolewa madarakani. akawa ameondolewa madarakani. Sasa katika njia kama hiyo Ayatollah al-Khomeini pamoja na utawala wake wameweza kujifunza katika matukio hayo. Ndio maana unaona kwamba silaha pekee iliyobakia ambayo itakayolinda heshima ya Iran ni kuendelea kushikilia msimamo wake wa kuzalisha makombora ya masafa marefu. Lakini katika hotuba ya Donald Trump ameonyesha wasiwasi mkubwa wa kwamba ndani ya wiki moja tayari Iran ina uwezo wa kumiliki nyuklia, lakini pia imekuwa ikitengeneza makombora ambayo yana uwezo wa kufika katika nchi za Ulaya, lakini pia yana uwezo wa kufika Marekani. Na hii inatokana na tahadhari walioitoa Iran kwa Rais Donald Trump kwamba tuna uwezo wa kufikia nyumba na makazi ya Trump. Achana na Washington, achana na miji mingine, lakini wana uwezo
wa kufikia makazi ya Trump moja kwa moja, na hii imeleta hali ya wasiwasi ya kuonyesha kwamba Trump atakuwa hana makazi maalum. Trump atakuwa anakabiliwa na maisha ya wasiwasi katika mzunguko wake. Lakini wakati huo tumeona umoja mpya ambao unatengenezwa kwa kupitia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Umoja huu unatengenezwa kwa ajili ya kuja kupambana na Mashia, kama alivyosema kwamba anakuja kupambana na madhehebu ya Mashia, lakini pia kwa madhehebu ya Ahlus Sunni wal Jamaa. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba vita hivi vinakuja kutengeneza wakati mwingine kwa mtazamo uliojificha unakuja kutengeneza nguvu ya kiitikadi ya Kiyahudi na baina ya nguvu ya kiitikadi ya Kiislamu. Maana yake kwa sasa Shia pamoja na Sunni ndiyo madhehebu yamebeba taswira ya Uislamu ulimwenguni. Kwa hiyo maana tunaposema kwamba tunakuja maana falsafa ya maneno haya ya Benjamin Netanyahu kwamba tunatengeneza umoja mpya kwa ajili ya kuja kudondosha au kuondoa madhehebu ya Sunni pamoja na madhehebu ya Shia. Hii imebeba taswira gani? Maana yake target yao ya kwanza ni kuonyesha kwamba wanakuja kupambana na Irani mpaka wahakikishe kwamba utawala wa Irani umepotea. Lakini baada ya Irani, nani ambaye anayefuata, ambaye ni tishio pia kwa Israel, na yeye amekwisha hukumiwa huko nyuma kwamba ni taifa la kigaidi, anatambulika kama taifa la kigaidi ambaye linalotoa msaada pia kwa makundi ya kigaidi. Hii inakuja kuunga kwanza mkono hotuba ya Trump anayosema kwamba hawawezi kukubali utawala ambao unaunga makundi ya kigaidi, Hamas, Hezbollah pamoja Hizbu Tahriri, lakini pia na makundi mengine yaliyopo katika nchi ya Yemen, Al-Houthi, kwamba hawawezi kukubali taifa hilo liweze kutokea na kuunga mkono hiyo, taifa hilo liweze kumiliki makombora ya nyuklia au makombora ya masafa marefu ambayo pia yatachangia kutoa msaada mkubwa kwa haya makundi. Kwa hiyo hawezi kukubali taifa la namna hilo ambalo linakuja kutoa sapoti kwa magaidi limiliki nyuklia na makombora ya masafa marefu. Falsafa ya maneno haya Trump na falsafa ya muunganiko huu ambao unaoundwa na Benjamin Netanyahu, lakini pia tumeshuhudia kwamba rais wa India, waziri mkuu wa India, na yeye amesapoti kwa kutoa hotuba ambayo inayoonyesha kwamba anasapoti kwa 100%. Ikumbuke kwamba India pia ni moja kati ya nchi zinazotengeneza umoja wa BRICS, ambao huu umoja wa BRICS yumo pia Iran, lakini pia yupo Russia, lakini pia yupo Brazil pamoja na South Africa pamoja na nchi zingine. Na yeye leo ameonyesha kama anasaliti umoja wa BRICS ambao unamuunga mkono Iran. Amesema kwamba Israel ni mama yake na India ni baba yake. Kwa hiyo hawezi kuacha kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Israel. Kwa hiyo moja kwa moja amedhihirisha kwamba atakuwa pamoja na Israel na atasimama pamoja na Israel. Kwa sababu gani? Kwa sababu Israel ni mama yake na pamoja na India ni baba yake. Kwa hiyo taifa la India linafata msimamo wa kiongozi wao mkuu ambaye anaunga mkono moja kwa moja taifa la Israel. Sasa kwa nini amesema kwamba wanaunda umoja huu kwa ajili ya kupiga kuangamiza makundi haya na madhehebu ya Shia pamoja na Sunni? Ikumbuke kwamba anapozungumzia Shia maana yake anazungumzia Iran, lakini pia anazungumzia Sunni maana yake ni pamoja na nchi za Saudi Arabia, pamoja na nchi za Masri, pamoja na nchi ya Lebanon, lakini pia pamoja na nchi ya Iraki. Japokuwa Iraki ipo katika pande mbili mpaka sasa, ipo katika Shia lakini pia ipo katika Sunni. Lakini pia ramani yake kubwa au mkakati wake mkubwa alipozungumza maneno haya, maana yake anakusudia kwenda kuiporomoa dola ya Uturuki ambayo kwa kiasi kikubwa na yenyewe imebebwa na madhehebu ya Sunni, lakini pia dola ya Pakistan. Ndio maana Rais Tayyip Erdogan, kwanza rais al-Wuzara
Benjamin Netanyahu amezungumza wazi katika hotuba yake kwamba miongoni mwa mikakati yake ni kuhakikisha kwamba utawala wa Ottoman Empire hauwezi kurejea. Ikumbuke kwamba utawala huu wa Ottoman Empire ni utawala ambao uliokuwa unatengenezwa na umesimama kwa kupitia Uturuki. Sasa katika mipango ya Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, anapanga namna ya kurejesha utawala huu wa Ottoman Empire. Ndiyo akili yake kuonyesha kwamba kutaka kujitoa katika dhima ambayo iliyopelekea utawala huu kuporomoka katika mikono ya Waturuki. Sasa tuna urejeshaji, lazima tuweke mikakati maalum na mipango maalum ambayo Netanyahu anaijua kabisa kwamba sasa kuna maandalizi makubwa ambayo yanafanywa na rais Recep Tayyip Erdogan kuhakikisha kwamba Ottoman Empire inarejea. Kwa hiyo aliposema kwamba tunapiga vita Usuni, tunapiga vita makundi ya nchi ambazo zinazounga makundi ya kigaidi, maana yake ni pamoja pia na kuishambulia Uturuki baada ya kudondosha utawala wa Iran. Jambo ambalo limemfanya Recep Tayyip Erdogan kusema kwamba kutoa hotuba nzito sana. Kwanza akizitaka nchi za Kiislamu zijue ajenda hii inayofanywa na Israel, lakini pia kueleza wazi kwamba ikitokea kwamba Iran imedondoshwa, basi yeye hatoweza kukubali, lakini pia kusapoti nchi ya Iran kama nchi ambayo ni ya madhehebu ya Shia, lakini pia ni moja kati ya nchi za Kiislamu. Kwa hiyo anaeleza mpango wake mkakati wa kuhakikisha kwamba anasimama bega kwa bega pamoja na taifa la Iran. Ndio maana pia amekuwa akiuzia silaha Iran na kupeleka baadhi ya misaada ya kijeshi katika nchi ya Iran, kwa sababu strategic ya Myahudi ni kuhakikisha kwamba anatanua wigo wake ndani ya Mashariki ya Kati kwa kudhoofisha nchi zingine, lakini pia kwa kuzimega nchi zingine. Kwa hiyo kila taifa ambalo lina nguvu, kila taifa ambalo ni msaada kwa mataifa mengine, kwa makundi mengine, basi linatengenezewa taswira ya kigaidi ili kuweza kudhoofisha nchi hizo katika mpango wa kiuchumi, lakini pia katika mpango wa kijeshi. Sasa taswira ya namna hiyo imekuja kuonyesha ramani mpya ya Israeli. Imekuja kuonyesha ramani mpya ya Israeli ambayo ukisoma huko nyuma kabla ya mwaka 1945 vita kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia, vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili ya dunia, huko nyuma utaona kabisa ramani ya Israeli inajieleza katika mchoro mwingine. Baada ya vita ya kwanza ya dunia inajieleza katika mchoro mwingine, baada ya vita ya pili ya dunia inajieleza katika mchoro mwingine, baada ya vita mwaka 1953 inajieleza katika ramani nyingine, baada ya vita mwaka 1967 inajieleza vingine, baada ya vita ya mwaka 1973 inajieleza vingine. Mpaka sasa tunavyozungumza, operation ambazo zimekuwa zikifanyika zimekuwa zinaonyesha kabisa kwamba ramani ile ambayo iliyokuwepo sio hiyo ambayo iliyopo sasa. Hii maana yake wanakwenda wanatanua kidogo kidogo kutimiza ahadi yao ya kuanzia mto Furati mpaka mto Nile, kwa maana Saudi Arabia, lakini pia Syria, Lebanon, Jordan pamoja na nchi ya Misri, lakini pia pamoja na Ethiopia, kwamba wamekuwa wakitengeneza huo mtandao wa kutanua dola yao ya Israel taratibu kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, kwa madai kwamba humma sha'bullahi al-mukhtar, kwamba wao ndiyo taifa la Mwenyezi Mungu teule ndani ya dunia hii ambalo lina haki pia ya kumiliki. Lakini wakati huo huo Marekani imemfanya Israel kuwa ni kama maagenti na mawakala wa usimamizi wa maswadiru ya vyanzo vyote vya uchumi vilivyoko ndani ya Mashariki ya Kati kwa maslahi ya Marekani. Lakini wakati huo huo Rais Donald Trump amekuwa akikabiliwa na changamoto kubwa za maandamano ambayo vyombo vya habari vikubwa duniani vimekuwa havionyeshi kufuatia hali mbaya ya kiuchumi ambayo inalikumba taifa la Marekani. Lakini wakati huo huo support kubwa ambayo imekuwa ikitolewa na nguvu za kijeshi ya Marekani inaonekana kwamba kukusanya vifaa vingi vya kijeshi, meli zaidi ya meli 12, ndege kadhaa ambazo zimekuwa zikikusanya za kila sifa,
Lakini pia pamekuwa kuna shinikizo kubwa la ugunduzi na ukonyesho silaha kila siku zinavyokwenda, silaha za Irani ambazo zinazoweza kudondosha na kudondosha ndege, lakini pia kuzamisha meli za Marekani zilizopo katika pwani ya katika ghuba ya Uajemi karibia na pwani ya Irani, ambazo zimekuwa zikikusanywa kila siku na kuonekana kuna misafara mikubwa ya wanajeshi, lakini pia na vifaa vya kijeshi na silaha kubwa kuelekezwa ndani ya Mashariki ya Kati, kama sehemu ikitumika kama sehemu ya shinikizo la kutaka Irani akubaliane na matakwa na masharti ya Marekani. Lakini wakati huo huo pamekuwa kuna hali ya fedheha, hali ya aibu kwa rais wa Marekani. Hapa nilipata kuulizwa swali moja na mmoja kati ya wafuatiliaji wazuri ndani ya vipindi vyetu kwamba hebu tueleze mtazamo wako wewe, ikiwa vita hivi vitapiganwa, ni nani atakayeshindwa? Marekani anaweza akashinda. Niseme tu wazi kwamba Marekani ana uwezo wa kushinda vita hii, lakini hatakuwa na uwezo wa kuitawala Iran. Hii inatokana na nguvu kubwa ya Irani iliyowekeza katika rasilimali watu ndani ya Iran, na hivi ndivyo ambavyo Marekani amekuwa akifanya katika mataifa mengine. Iraq aliweza kuporomoa utawala ule, lakini hakuweza kuitawala Iraq. Lakini pia Afghanistan aliweza kudondosha utawala wa Afghanistan, lakini hakuweza kutawala Afghanistan. Lakini Libya aliweza kudondosha utawala wa Libya, lakini hakuweza kuitawala Libya. Na hivyo ndivyo ambavyo amekuwa akifanya katika maeneo mengi sana duniani, na hivi ndivyo itakavyokuwa katika nchi ya Iran iwapo ataamua kupiga. Lakini lengo la Marekani ni kutaka tu kwamba kumuondoa Irani katika nafasi yake katika reli, ili asije kuwa the superpower in the Middle East. Asiweze kuwa superpower in the Middle East, kwa sababu akiwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, maana yake vile vyanzo vya uchumi hatakuwa na uwezo wa kufaidika navyo. Kwa hiyo atakachofanya yeye ni kuhakikisha tu anapoteza yale malengo, kwa sababu hapa ambapo ilipofika Iran ni kutokana na jitihada za matokeo ya uwekezaji mkubwa walioifanya kwa miaka mingi. Kwa hiyo ukitaka sasa zaidi ya miaka 40 na ushe takriban, sasa ukija ukaidondosha, ukaharibu miundombinu, maana yake kuja kuitengeneza tena Irani ya baadaye inaweza ikakugharimu nusu karne au karne nzima, kama ambavyo leo Iraq tunaona kwamba Iraq bado inasuasua. Libya mpaka sasa bado haijakaa vizuri. Afghanistan na wenyewe ndo anaanza kujijenga. Maana yake ukiharibu Iran, ukaipotezea malengo yake, ukaitoa katika reli, kwa hiyo ili uje upate new Iran, lazima itakugharimu zaidi ya miaka 50 au zaidi ya miaka 100 tena. Na wakati huo lazima upate viongozi ambao wanaojua nini tunachotakiwa kufanya kwa ajili yetu, lakini pia kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Kwa hiyo issue sio Marekani kushinda. Issue ni kuharibu mikakati na ramani ya Iran. Issue ni kuitawala Iran. Itatawalikaje? Je, malengo yao ya kujitegemea kiuchumi, kujitegemea kijeshi, kuzalisha silaha zao, masuala ya sayansi na teknolojia, masuala ya kilimo, kumiliki chakula chao, kumiliki madawa yao na hospitali zao, je, jambo hili linaweza likafanyika kwa muda gani tena? Yaani ndio issue iko hapo. Kwa hiyo tusibabaike sana na uvamizi huu wa kijeshi ambao Irani anaonekana na msimamo. Lakini wakati huo lazima ikumbuke kwamba Irani sio taifa la kitoto pia. Ndio maana mpaka leo elite kama ingelikuwa ni kama Iraq ambao walikuwa wanazalisha wenyewe vifaa, walikuwa wanategemea ulinzi kutoka nje, walikuwa wanategemea silaha kutoka nje, saizi tayari imekwisha, vita imeshakwisha. Lakini Irani ni tofauti kutokana na namna walivyojijenga kwa miaka mingi na walivyochukua funzo dhidi ya wenzao waliovamiwa ambao mpaka sasa wanasuasua. Ndio maana utaona Marekani anatafuta suluhu. Lakini pia amekuwa akihofia kwamba laiti ataivamia kijeshi Iran, pamoja na kwamba anaweza akaiharibu na kuiondoa katika reli. Lakini kumbuke kuna matamko yamekwisha tolewa na Irani kwa muda mrefu kidogo kwamba hii ndio itakuwa suluhisho la vita yetu ya mwisho, ima tubakie ima tuondoke. Hii maana yake nini? Ima wabakie Marekani kwamba ndio watawala, ima
taifa la Iran liondoke. Na wakati huu Ayatullah al-Khomeini juzi amekwisha toa hutuba ya pili, hutuba ambayo ilikuwa imebeba ujumbe wa ziada juu ya uhamasishaji wa vita ya jihadi na kutaka kila mtu ashiriki katika eneo lake, akiamini kwamba anajitoa kwa ajili ya kupigana jihadi. Kauli nzito sana, kauli ambayo ina falsafa ndefu. Waislamu wanajua nini maana ya jihadi, lakini pia hata wasiokuwa Waislamu wanatambua nini maana ya jihadi inapokuwa imetangazwa, kwamba yule anayepigana anajua kwamba mimi ninapigana, maisha yangu sio hapa duniani, maisha yangu ni kwenda kulipa pepo na Mwenyezi Mungu. Lakini huyu anayevamia, yeye hataki kufanyaje? Hataki kuona kwamba anakufa, kwa sababu maisha yao ameweka ni hapa. Ndio maana utaona kwamba katika hotuba alizotoa mkuu wa majeshi wa kamandi ya Marekani, ya vikosi vya kijeshi Marekani, kumtaka Trump aachane na mpango wa kuivamia Irani kijeshi, maana yake ni kutokana, moja kati ya sababu ni kuhofia kupoteza askari wake bila sababu ya msingi. Lakini wakati huo wamekuwa wakipiganishwa sana, wakishawishiwa kupigana kwa maslahi ya kulinda maslahi ya Mayahudi pamoja na Israel, lakini pia kufuata yale matakwa ya shirika la AIPAC ambalo linamilikiwa na Mayahudi, lakini pia shirika la wanaharakati wa Kiyahudi pamoja na maseneta matajiri wakubwa ambao wanashikilia uchumi wa Marekani, ambao kabla ya rais kuingia madarakani wao ukaa naye na wakimwambia moja kati ya vitu vitakavyokufanya uingie madarakani ni kukubali kulinda maslahi ya Israel ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo tukipata fursa tutakuja kuliongelea. Kwa hiyo vita hivyo inaweza kusema kwamba imetengenezwa katika sura ya namna hiyo, lakini pamekuwa kuna watu wameendelea kukamatwa, ambao watu hawa wanasadikika kuwa ni mtandao wa shirika la kiintelijensia la Israel ndani